Maafisa wa polisi huko Ruiru, kaunti ya Kiambu, wamevamia kiwanda haramu cha kutengeneza pombe katika makazi ya kifahari kwenye mtaa wa Kahawa Sukari na kupata lita elfu moja za kemikali ya ethanol miongoni mwa aina tofauti ya pombe zenye thamani isiyojulikana. Taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mseto wa taarifa kutoka kaunti. Kundi la mashirika mbalimbali linalojumuisha wafanyikazi wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru humu nchini KRA, wasimamizi na maafisa wa polisi liliwavizia na kuwakamata washukiwa wawili jengo yaliyoko kwenye barabara Isiolo 2nd South Avenue. Kamanda wa polisi ya kaunti ya eneo hilo Charles Kibathi alisema takriban chupa 10,000, katoni 126 stampu za KRA, vifaa vya kutengeneza pombe, matangi kadhaa ya maji na vifuniko vya chupa vilipatikana katika eneo la tukio. Tumeweza kufanikiwa kushika watu wawili ambaye wako kwa custody for now. Na watu pia ningependa kusema ile mwenye nyumba alikuwa amelenti nyumba ameweza kukwepa mitego yetu. Huku hayo kijiri, viongozi wa kidini kutoka eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, wamelaani matukio ya itikadi kali linaloongozwa na Abel Kahindi Gandi ambaye alikamatwa Alhamisi. Makasisi kutoka imani mbalimbali eneo hilo walitoa wito wa uchunguzi wa kina kuhusu mienendo ya Gandi. Viongozi wa kidini ambao wako katika mirengo ya wasiwasi badili kuheshimu maisha binadamu, wao ndio wa kwanza kuelekeza kutoa maisha binadamu, hao tunakemea vitendo kama hivyo. Tunazidi kuwatahadharisha wenyeji kwamba si kila mtu anayetumia neno mchungaji anaweza kuaminiwa. Kwingineko, wataalamu wameonya kwamba katika miaka 15 ijayo Kenya ina uwezekano wa kupoteza takriban shilingi trilioni 15 kila mwaka kutoka za haraka hazitachukuliwa. Mwana mazingira Daktari Kalua Green alitoa wito kwa Wakenya na serikali kuongoza ulimwengu katika kutafuta suluhu ya Over the next 15 years nothing is done and nothing changes. We are looking at a loss billion Kenya shillings. Katika sekta ya elimu humu nchini, KEF Dominic Mwasia amempongeza waziri wa elimu Julius Migos kwa kuheshimu maombi ya Wakenya ya kutaka somo la hisabati kusalia kama somo la lazima katika shule za upili. I think it's right. I think everybody needs to be able to have some knowledge in mathematics, if not for employment, even for their own personal consumption, because it is part of our life. Na kinyang'anyiro cha kumrithi aliyekuwa mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku ambaye aliteuliwa kujiunga na baraza la mawaziri kinaendelea, huku vyama vya kisiasa vikiwapendekeza wawaniaji katika uchaguzi mdogo ujao. Chama cha Devolution Empowerment maarufu kama chama cha Bas. We have already nominated a candidate and he is right behind me. So we are not saying we are going to, as a party, we have said we shall even field candidates all over Kenya in 2027. Na hatimaye chama cha kitaifa cha walimu NAT kimetoa wito kwa serikali kutoa pesa za mgao wa shule kabla ya shule kufunguliwa Jumanne wiki ijayo. We are about to open schools next week on Monday. That is the coming week on Monday, on 29th. It is important that the government does not wait to release the capitation in the last minute or wait to give the capitation in the mid of second term or even as the term is coming to an end. Khalid Abdullahi, Dira ya Magwiji.